nikaja mimi nikafanya niliweza kuyafanya. Wamekuja wengine na watafanya watakaweza kuyafanya. Mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Freeman Mbowe ni miongoni mwa viongozi ambao wamefika hapa katika eneo la Tengeru kwenye kata ya Mbureni iliyopo wilayani Arumeru mkoani Arusha, ambapo ni nyumbani kwa aliyewahi kuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania, waziri wa zamani wa fedha na muasisi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mzee Edwin Mtei, ambaye alifariki dunia Januari 19 mwaka 2026. Na tumepata nafasi ya kuzungumza na Freeman Mbowe ambaye ameeleza ukaribu ambao amekuwa nao kwa Mzee Mtei, lakini pia kwa familia hii. Kwanza nawashukuru ndugu waandishi wa habari kwa kufika nyumbani kwa mzee wetu hayati Edwin Mtei. Kama mjuavyo, Mzee Mtei ni kiongozi mwandamizi katika nchi yetu kwa miaka mingi sana, kabla ya uhuru, wakati wa uhuru na hata baada ya uhuru, na hata katika mfumo wa vyama vingi vya siasa kuanzia mwaka 1992. Mzee amerehemika jana usiku wakati juhudi za kifamilia zikijaribu kumwaisha katika hospitali ya Seliani baada ya kuona hali yake imekuwa ngumu zaidi. Hata hivyo, mzee ameugua kwa muda mrefu na amekuwa anapatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali ikiwemo Nairobi Hospital Kenya, Dar es Salaam na maeneo mengine kadha wa kadha. Familia imepokea kwa uzito mkubwa sana msiba huu, na natambua vile vile viongozi mbalimbali wa kisiasa wa kiserikali nao wamepokea kwa uzito mkubwa msiba huu kutokana na rekodi nzuri iliyotukuka ya mzee wetu Edwin Mtei. Familia wengi wa watoto wako nje ya Arusha na wanaendelea kukusanyika hapa nyumbani Tengeru, Arusha. Kwa hiyo wengine wataendelea kufika leo, wengine watafika kesho, lakini taratibu mbalimbali za mazishi zitapangwa na familia kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali ambazo mzee alizihudumu kwa njia moja au nyingine. Tumepokea salamu kutoka Benki Kuu, tumepokea salamu kutoka kwa rais, tumepokea salamu kutoka kwa waziri mkuu, tumepokea salamu kutoka ofisi ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, na bado kwa kweli salamu nyingine mbalimbali zinaendelea kuja na tutaendelea kuzipokea, na tunawashukuru wote ambao wanatukimbilia kwa njia moja au nyingine kushiriki na sisi katika mipango ya kumlaza mzee wetu. Natambua chama cha Chadema nacho kimetuma ujumbe katika msiba huu ili kuungana na familia, kwa sababu mzee alikuwa ni muasisi wa chama chetu na bado ni kiongozi ambaye tulikuwa tunamheshimu sana katika njia mbalimbali, kwa sababu misingi yote ya Chadema huyu ndio founder, original founder. Mimi nami nilikuwa mmoja wapo wa waasisi, lakini wakati tunaasisi Chadema mimi nilikuwa mdogo sana, lakini wazee wale ndio walikuwa wazee wenyewe na walikuwa na uzoefu mkubwa katika utumishi wa umma, ndani ya mashirika ya umma, ndani ya serikali, ndani ya bunge, ndani ya taasisi mbalimbali ambazo walihudumu kwa nyakati tofauti. Kwa hiyo nawashukuru ndugu waandishi, tukimbilia tangu mapema asubuhi, mmekuwa hapa mkisubiri neno la familia. Neno rasmi la familia na ratiba nzima ya msiba itatoka kesho, kwa sababu bado tunasubiri ndugu zetu wengine wafike kutoka maeneo mbalimbali ya dunia ambako wapo, na hakika mpaka kesho mchana neno rasmi kabisa na ratiba rasmi ya msiba inaweza ikatoka. Nawashukuru wote, nawashukuru Chadema, nawashukuru waandishi wa habari, nawashukuru hata wachungaji wamefika hapa na ndugu wengine ambao wanaendelea kujumuika na sisi. Kwa kweli nawashukuru sana. Tushirikiane kumpumzisha mzee wetu kwa heshima anayostahili, na ni tumaini langu kwamba huu msiba wa mzee Mtei utakuwa unakwenda kuweka alama ya kumkumbuka mtu mmoja aliyekuwa kiungo muhimu sana katika siasa za nchi yetu. Huyu mzee amefanya mambo mengi na alifanya siasa kwa muda mrefu, akiwa ndani ya serikali, baadaye akiwa ndani ya chama chetu baada ya kukiasisi. Kwa hiyo ni mtu ambaye alijenga mahusiano mema na watu wakati wote.
Mzee Mtei hakuwa mtu wa shari wakati wowote. Alikofanya kazi alikuwa ni mtu yuko organized, na alikuwa hachagui rafiki. Alikuwa na marafiki ndani ya chama chake na nje ya chama chake, katika taasisi mbalimbali. Alikuwa ni mfanyabiashara vile vile na ni mkulima mkubwa vile vile. Hakuwa mtu mwenye njaa. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajiweza, lakini bado aliweza kufanya siasa za mageuzi katika mazingira yale. Ni mtu wa kipekee sana. Si watu wengi waliokuwa na nafasi kama yake na nyadhifa kama zake ambao waliweza kujitolea kufanya siasa za upinzani Tanzania. Lakini siasa za upinzani za kina Mzee Mtei hazikuwa za kulumbana sana, zilikuwa zaidi za kunyosha sera. Misingi mikuu ambayo mzee huyu ametuachia ni sera. Mtakumbuka Chadema kilikuwa ni chama chenye sera bora ambazo hata Mwalimu, baba wa taifa letu, alikiri kwamba chama hiki katika vyama vyote aliona Chadema kilikuwa ni mojawapo ya chama kilikuwa kina sera bora sana. Hii ndi kazi kubwa na misingi mikubwa ambayo walifanya waasisi wakiwemo kina mzee wetu hayati Mtei na hata Bob Makani. Basi ndugu waandishi, nafikiri kwa sasa itoshe, niishie hapo. Asanteni, karibuni tuendelee kuomboleza kwa pamoja. Asanteni. Familia itaamua kifanyike nini. Huu msiba ni wa familia, na nikisema ni msiba wa familia, familia yetu ni pana. Familia yetu ni pana, ina wanasiasa, ina viongozi wa kiserikali, ina viongozi wa kidini, ina viongozi mchanganyiko. Kwa hiyo familia ndio itakayoamua, lakini msiba huu hatutaacha kushirikisha makundi yote ambayo baba alifanya nayo kazi kwa muda mrefu. Swali la pili, mimi binafsi na Mzee Mtei. Mimi vile vile Mzee Mtei ni baba mkwe wangu, lakini tulipoanza Chadema nilikuwa sijamuoa binti wa Mtei, lakini nawezekana katika pitapita ya Chadema nikachungulia chema na mimi nikajiopolea hapo. Kwa hiyo ndivyo ambavyo niliingia katika undugu na familia ya mzee wetu Mtei. Lakini tulifanya kazi wote, mimi nikiwa mwenyekiti wa kwanza wa vijana wa chama hiki na mjumbe wa kamati kuu tangu tunakiasisi chama. Kwa hiyo tulikiasisi chama. Mzee Mtei hakuwa muasisi peke yake, yeye ndo alikuwa kiongozi wetu wa waasisi, lakini tulikuwa tuna waasisi 12 ambao ndo tulianzisha Chadema, na yeye akiwa kiongozi wetu na akiwa ndio muongoza njia. Kwa hiyo ndio hivyo. Mzee amefanya kazi kubwa kama nilivyosema, kwa sababu alitusaidia zaidi experience. Alikuwa na experience ya masuala ya fedha, alikuwa na experience kubwa ya masuala ya kodi, alikuwa na experience kubwa ya mambo ya sera policies, alikuwa na uzoefu mkubwa wa masuala ya kidiplomasia. Alishakuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, alishakuwa mkurugenzi wa Afrika kule IMF makao makuu Washington DC Marekani. Kwa hiyo ni mtu alileta uzoefu wa njia mbalimbali. Alikuwa ni gavana wa kwanza benki kuu ambao walianzisha benki kuu ya kwanza. Alishakuwa katibu mkuu wa fedha. Kwa hiyo masuala hata ya kuanzisha fedha za Tanzania, noti za Tanzania, Mzee Mtei alikuwa muasisi wa sarafu ya kwanza ya Tanzania baada ya ile sarafu ya Afrika Mashariki, baada ya sisi kuanzisha benki yetu ya benki ya Tanzania. Kwa hiyo ni mzee alikuwa na vast experience, na nikisema kwamba ni kila mmoja anaweza kuwa na bahati ya kuwa na experience ya mzee kama huyu, na mbali kama nilivyowaambia awali, mbali ya masuala ya kiuongozi wa kitaasisi na kibiashara, alikuwa ni mkulima mkubwa, akawa na exporter mkubwa wa kahawa nchi za nje. Alikuwa ni mfugaji, alikuwa ni mkulima, alikuwa ni mtu mwenye alijaliwa na Mwenyezi Mungu, akaishi maisha ambayo mzee alijitegemea vizuri na aliweza kuijenga familia yake vizuri. Kwa hiyo na wote ambao tulifanya kazi naye tulipata hazina kubwa sana ya kufanya kazi na mtu ambaye alikuwa na upeo mkubwa sana tu. Alikuwa na uwezo mkubwa sana, sio tu wa kibinadamu lakini hata wa kiakili. Ni mzee ambaye alikuwa ni mtendaji kweli kweli, na anaelewa kazi na ana dedication ya kazi yote anayoifanya, na zaidi ya yote ni mtu mwaminifu sana. Ni mtu mwaminifu sana. Hutamkuta Mzee Mtei na question mark yoyote katika maisha yake. Ni mtu ambaye maisha yake aliyanyosha sana kwa wakati wote, na ndio sababu alijiamini hata kuwa katika vyama vya upinzani. Labda nilirahisishe hilo, maana ndio maswali tunaita ya uchokozi. Tuko kwenye msiba. Sasa tusitafute msiba juu ya msiba. Tuko kwenye msiba, na sio haki mimi nikaanza kuwa judgmental kwa viongozi wenzangu. Kila uongozi una utaratibu wake, una staili yake.
Kwa hiyo watu tunapishana, hatufanani. Enzi ya mzee Mtei alifanya aliweza kuyafanya, akaja mzee Makani akafanya aliweza kuyafanya, nikaja mimi nikafanya aliweza kuyafanya, wamekuja wengine na watafanya watakaweza kuyafanya. Ni mapema sana kuanza kuwa judgmental. Tusiwe judgmental, tuachie kila watu na nafasi yao wafanye kazi zao, na tuwatakie heri ili nchi ikapate baraka zaidi.